Ninachoomba kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waangalie hili shule kwa sababu wanafunzi ni wengi sana, ili waongezewe walimu. Tuliongea na waziri alikubaliana na hilo, na amesema atafanya juu chini. Kwanza ataanza hata na chakula za hizi shule zilizopo ndani ya eneo hili, ili tuwapelekee wanafunzi wale ambayo hawana, kwa sababu na ambao wale wazazi ambao hawajakuwa na uwezo wa kuleta chakula shuleni. Waziri alikuwa amesema atafanya juu chini ili wanapata katika maeneo haya. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mdau wa maendeleo wilayani Simanjiro mkoani Manyara, Taiko Kulunju Oletipa, ameiomba serikali kuongeza idadi ya walimu katika shule ya msingi Neepo iliyopo kata ya Naisinya wilayani Simanjiro mkoani Manyara kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya wanafunzi katika shule hiyo. Taiko ametoa ombi hilo wakati wa mahafali ya 20 ya darasa la 7 katika shule hiyo, akieleza kuwa shule ya msingi Neepo ina zaidi ya wanafunzi 500 huku ikihudumiwa na walimu 7 pekee. Kutokana na hali hiyo, Kulunju ameiomba serikali kuongeza angalau walimu 3 katika shule hiyo ili kupunguza mzigo wa kazi kwa walimu waliopo na kuwawezesha wanafunzi kupata elimu katika mazingira bora, akisema ongezeko la wanafunzi linapaswa kwenda sambamba na ongezeko la walimu pamoja na miundombinu ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora na walimu wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Simanjiro, ndugu Kiria Laiza, amewapongeza walimu wa shule ya msingi Neepo kwa kujitolea na kwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafunzi wanapata ufaulu mzuri, na kuwapongeza wazee na waanzilishi wa shule hiyo kwa jitihada zao za kuifanya Neepo kuwa shule bora na kuwa sehemu muhimu ya kielimu kwa wakazi wa eneo hilo. Naye diwani wa kata ya Naisinya Taiko Kuria Laiza amesema kata ya Naisinya ni miongoni mwa kata zenye idadi kubwa ya shule ndani ya wilaya ya Simanjiro, na amesema hivi karibuni alipata nafasi ya kuzungumza na waziri wa madini kwa lengo la kuomba shule zinazozunguka maeneo yenye shughuli za uchimbaji wa madini ya Tanzanite zisaidiwe na kupewa kipaumbele katika miradi ya maendeleo. Amesema shule ya msingi Neepo ni miongoni mwa shule zinazopaswa kupewa kipaumbele kutokana na mazingira yake na mahitaji makubwa ya wanafunzi, huku akisisitiza kuwa ushirikiano kati ya serikali, wadau wa maendeleo na jamii ni muhimu katika kuboresha mazingira ya elimu. Kwa sasa wadau mbalimbali wa maendeleo wanaendelea kushirikiana na jamii pamoja na serikali kuunga mkono juhudi za kuboresha mazingira ya elimu, huku wito ukiendelea kutolewa kwa serikali kuongeza rasilimali watu katika shule zenye ongezeko kubwa la wanafunzi. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Risala fupi kwa mgeni rasmi katika mahafali ya 20 ya darasa la 7 shule ya msingi Neepo leo tarehe 27 mwezi wa 8 2026. Utangulizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mkuu wa shule, walimu, wazazi na walezi, na wahitimu wa darasa la 7 na wanafunzi wengine wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi, shule ya msingi Neepo ni miongoni mwa shule 8 za msingi katika kata ya Naisinya. Ilianzishwa mwaka 2000. Kwa sasa shule ina wanafunzi 523, walimu 7, wa kiume 3 na wa kike 4. Majengo ya madarasa yapo 7. Kitaaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapenda kupongeza mafanikio ya kitaaluma kwani yapo vizuri. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kuwasilisha baadhi ya changamoto kama ifuatayo. 1. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ina upungufu wa madawati 86, uchakavu wa majengo ya madarasa pamoja na nyumba za walimu. 3. Ukosefu wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba moja ya walimu 2-in-1 ambayo ipo hatua ya msingi. Na shule imejitahidi sana, kama nilivyosoma risala, imeenda hatua kubwa sana. Hongereni mno walimu. Mko walimu 7. Ninachoomba kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waangalie hili shule kwa sababu wanafunzi ni wengi sana, ili waongezewe walimu. Sababu watoto wako 523. Hawa watoto ni wengi mno.
Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waongezee hii shule walimu, at least wapate walimu 10. Kwa sababu mimi mwenyewe napenda sana watoto wasome. Sipokuwa elimu yangu sio kubwa sana kama mwenyekiti wa CCM aliposema, nimeishiwa la 7, lakini sio kwamba makusudi, ni kwa ajili tu ilikuwa mahitaji ilikuwa ni ngumu sana. Lakini kazi hizi ambayo ninayofanya ni kwa ajili ya jamii. Kwenye ndoto zangu mimi nahitaji watoto wapate elimu. Hakikishia kwamba elimu ya Tanzania inakubalika vizuri, hasa hizi zinazofundishwa katika shule kama hizi. Wazee waliosimamishwa hapa ambao ndio waasisi wa shule hii hawajawahi kukaa darasani kama mzee maarufu Lekishigemu. Simama mzee, njoo hapa. Hajawahi kwenda darasa, amesimama hapa akatutandika vizuri sana nguvu zetu na jitihada za mifugo ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, akaiasisi shule hii, na leo hii nimeiona katika risala tuna zaidi karibia wanafunzi 600. Jitihada iliyofanywa na mzee huyu ambayo hajawahi kuona darasa. Niwapongeze sana kwa namna ya pekee. Maendeleo nchi hii sio lazima niwe umeenda shule ndio utoa mchango wako. Huyu ni mfano hai, hajawahi kwenda shule, lakini shule hii imeshatoa wanafunzi wengi kwa jitihada zake binafsi. Tuliongea na waziri na waziri alikubaliana na hilo, na amesema atafanya juu chini kwanza, ataanza kwanza hata na chakula za hizi shule zilizopo ndani ya eneo hili, ili tuwapelekee wanafunzi wale ambao hawana, kwa sababu na ambao wale wazazi ambao hawajakuwa na uwezo wa kuleta chakula shuleni, waziri alikuwa amesema atafanya juu chini ili wanapata katika maeneo haya. Kwa hiyo chemba tulioongea naye tumemweleza vitu vingi, lakini amesema naanza na hiyo ya kwanza kwa ajili ya watu ambao fanya kazi katika maeneo yetu na kunufaika na madini ya Tanzanite. Waziri alituambia atasimamia hilo, na tayari alitupa kazi ya kufanya hesabu za zile shule, na ninajua nimeshatoa na mimi maelekezo kwa mratibu wa elimu wa kata ya Naisinyai, na ni tayari ameshafanya hesabu zote. Kesho nikienda orchesment naenda na barua ambayo tayari wataalamu wangu wa kwenye kata ya Naisinyai wamefanya. Natamani kama mlivyo leo mkiwa na afya na nguvu na furaha, tukutane tena mwezi wa kwanza kwenye shule za sekondari. Sawa darasa la 7? Sawa darasa la 7? 3, napenda kutoa wito kwa wazazi. Uwepo wetu leo hapa ni kwa sababu yenu. Ushirikiano mliotuonyesha ni mkubwa sana, hivyo nawaomba au nawasihi ushirikiano huu usiishie kwenye mahafali tu. Watoto wetu wameimba hapa kwamba shule ni sehemu salama. Naomba nitoe ufafanuzi kidogo kuhusu shule salama. Inawezekana wengi wetu hatujaelewa wanamaanisha nini. Serikali kupitia mradi wa Boost imeleta programu ya shule salama. Programu hiyo ina lengo la kuhakikisha usalama wa mwanafunzi kuanzia nyumbani, barabarani, akitoka nyumbani kuelekea shuleni na anapokuwa shuleni.